Kila mmoja ashinde mechi zake, ndiyo kauli pendwa hivi sasa kwa Simba na Yanga. Kila mmoja anasukuma kete yake kuelekea ubingwa mwaka 2025-26. Swali ni je, nani ataweza kukamilisha hizi mbio kwa faida kubwa zaidi na kwa bingwa? Simba mbele ya Pamba haukuwa mchezo wa kawaida, ulikuwa ni mchezo wa undava kama anavyoeleza kocha kikosi Simba Steven Barker. Yeah, it was tough in the regard that ilikuwa ni ngumu kwa maana ilikuwa wazi kabisa kulikuwa na timu moja tu, Simba Sports Club, ilikuwa ikijaribu kucheza soka, na tulikuwa na timu nyingine iliyokuwa ikijaribu kutuvuruga na kufanya foul mara kwa mara kwa makusudi. Katika kipindi cha kwanza kulikuwa na foul 20 na kipindi cha pili hali ilikuwa karibu sawa kabisa. Kwa hiyo changamoto kubwa ilikuwa ni kuhakikisha hatupotezi utulivu wetu na kuendelea kucheza kwa namna tunayotaka kucheza mchezo. Tulipaswa kuendelea kwa vumilivu katika kutawala mchezo na kuwabana kwa maswali ya kiufundi na kuendelea kuwashambulia. Pia walikuwa kama wanadanganya kwa kuweka washambuliaji wawili mbele. Hivyo tulilazimika kudhibiti nyakati za mabadiliko ya mchezo, transition moment, ili wasipate nafasi. Kwa hiyo pongezi kubwa sana ziende kwa timu kwa kuweza kushinda timu ambayo ilikuwa wazi kabisa imeingia uwanjani kuvuruga mpangilio na kasi ya timu yetu ya mchezo. Nilihisi muamuzi aliruhusu faulu nyingi sana kutoka dakika ya 15 hadi dakika 20 za mwanzo, jambo ambalo liliwapa nafasi ya kuendelea kucheza kwa mtindo huo wa kufanya foul. Hata bao walilofunga lilitokana na foul aliyofanywa Kante kutoka nyuma na mshambuliaji wao namba 9. Hilo lilifanya mambo kwa magumu kwa sababu sisi tulitaka kucheza soka lakini wao walikuja kujaribu kutuvuruga. Lakini nina furaha sana na matokeo kwa sababu tulijua tangu mwanzo kwamba mchezo ungekuwa ni mgumu. Ili si jambo jipya. Hatukutarajia kitu tofauti kutokea kwa Pamba. Tulijua wao ndio timu inayofanya foul nyingi zaidi kwenye ligi. Kwa hiyo tulifahamu kwamba hali hiyo ingetokea, lakini pongezi ziende kwa timu kwa kuendelea kuvuka kile kikwazo kilichopo mbele yetu. Huu ulikuwa ni ushindi mkubwa sana kwetu. Nadhani baada ya kucheza huku wapinzani wetu jana walicheza na kushinda. Ilikuwa ni muhimu kwetu kuendelea kuwapa pressure. Tunapaswa kuendelea kuzingatia kushinda mechi zetu na kufanya hivyo leo. Tunayo mechi ngumu ugenini katikati ya wiki, hivyo tunapaswa kuendelea kutoa kiwango chetu bora kwa moyo wa kujituma na kushinda kila mchezo, kisha tutaona kitakachotokea mwisho wa msimu. Kwa hiyo ilikuwa ni kiwango kizuri sana cha uchezaji na matokeo mazuri. Kwa ufupi, tunapaswa kuendelea tu kucheza. Hatupaswi kumruhusu Pamba, hatupaswi kumruhusu muamuzi wala mtu yeyote kutuondolea furaha yetu. Sisi ndio timu iliyokuwa ikijaribu kucheza na nilisema tuendelee kufanya tunachokifanya vizuri kama Simba. Na kama tuendelea hivyo, nilikuwa na uhakika kwamba tungepata bao la pili. Tulipopata bao la pili nilifurahi sana kwa sababu nilijua jinsi mchezo ulivyokuwa mgumu na jinsi mpinzani alivyokuwa akifanya mambo kuwa magumu kwetu. Kwa hiyo kupata bao la pili ilikuwa ni jambo muhimu sana kwetu. Huyu ni Steven Barker akieleza mara baada ya mchezo hiyo jana. Ukimsikiliza vizuri anaeleza ugumu wa mechi nzima ulivyokuwa. Ni kama sisi ARJT Group Enterprises Company Limited tunavyosema kwamba usipoweka ulinzi salama kwenye nyumba yako, kwenye biashara yako na kwenye kiwanja chako, basi wezi watakuibia. Na je, unahitaji usalama wa hakika wa nyumba, biashara yako ama ofisi yako? Karibu sana ARJT Group Enterprises Company Limited, wataalamu wa CCTV camera, mifumo ya ulinzi na huduma za kisasa za usalama. Tunatoa huduma za ufungaji wa CCTV camera, remote view kupitia simu, biometric and access control, electrical fence, alarm system maintenance and support. Tunakuhakikishia kazi ya kitaalamu, vifaa vya kisasa, bei nafuu, huduma ya haraka na uhakika. Wasiliana nasi kupitia 06 22 97 0515 au 07 38 03 0945 au 0794 97 0515. ARJT Group Enterprises Company Limited, professionalism, innovation and excellence. Obviously, it was clear that there was one team, Simba Sports Club, trying to play football. And we had one team that was trying to disrupt us by continuously and persistently fouling us. Just in the first half, there were 20 fouls, and second half similar. So the challenge was always that we mustn't lose our cool, and we must continue to play the way we want to play the game. And to be persistent in terms of just controlling and asking them questions and keep attacking them. And obviously they were sort of cheating with two strikers up front, so we had to manage any transition moments. So yeah, credit must go to the team for
overcoming a team that just obviously were out to disrupt our rhythm. I felt the referee allowed too many fouls to take place in the first 15-20 minutes, which set the tone for them to continue fouling. Even the goal that they scored was a foul on Kante from behind from their number 9. So that made it difficult because we wanted to play and they obviously were trying to disrupt us. But very happy with the result because it was always going to be tough. And it's nothing new. We didn't expect anything different from Pamba. We know that they're the highest fouling team in the league. So we knew that would be the case, but credit must go for the team for just continuing to overcome any obstacle that was in our way today. And a very, very big win for us. I think, playing after our opposition yesterday, it was important to just keep the pressure. We got to concentrate on winning our games, which we done today. We obviously have a tough away game midweek. We just got to keep putting in our performance and heart and commitment, win every game, and then we'll see what happens by the end of the season. So, a good performance, good result. Basically, just to continue playing. Don't allow Pamba, don't allow the referee, don't allow anyone to take our joy away. We were the team that were trying to play, and I said just continue. We do what we do well as Simba, and if we continue to do that, I was confident that we would get the second goal. So when we got the second goal, I was really pleased because I knew how tough it was and how difficult the opponent was making it for us. So getting that second goal was,